Kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, nyota zinaonyesha mabadiliko makubwa kwa watu wengi. Baadhi watapata bahati ya fedha, wengine mapenzi, na wengine onyo muhimu la maisha. Je, nyota yako inasema nini? Leo nitakuelezea utabiri wa nyota zote 12 kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 30 mwezi wa 3. Kumbuka, utabiri wa nyota ni mwongozo wa kutafakari maisha. Hivyo, chukua kile kinachokufaa na tumia hekima yako uliyojaliwa. Moja kwa moja nitaanza nyota ya kwanza, nyota ya punda. Kipindi hiki kinaweza kuleta furaha mpya kazini au kwenye biashara yako, lakini epuka kukimbilia maamuzi ya haraka kuhusu pesa. Mwisho wa mwezi unaweza kuleta habari njema. Tunakuja nyota ya pili, ambayo ni ng'ombe. Utakuwa na utulivu wa akili na maamuzi mazuri sana. Kuna uwezekano wa kukutana na mtu muhimu maishani. Fedha zinaweza kuongezeka polepole, kwa hiyo tegemea hilo. Tunakuja nyota ya tatu, ambayo ni nyota ya mapacha. Mawazo mapya na mipango mipya itaonekana. Safari au mabadiliko ya mazingira yanaweza kuleta bahati mpya. Chagua marafiki wa hekima. Tunakuja nyota ya 4, ambayo ni familia na watu wa karibu watakuwa nguzo yako. Hisia yako itakuwa kali sana kipindi hiki. Epuka kubeba matatizo ya watu wengine, kwa sababu itakufanya uchoke zaidi. Tunakuja nyota ya simba. Kipindi hiki kitaweza kukuletea kutambulika au pongezi kazini. Mapenzi yanaweza kupata msisimko mpya. Tumia pesa kwa mpango mzuri ama mpangilio mzuri. Tunakuja nyota ya mashuke. Ni wakati mzuri wa kupanga malengo ya maisha. Kazi inaweza kuhitaji uvumilivu zaidi. Usipuuze afya yako. Tunakuja nyota ya mizani. Maamuzi muhimu yanaweza kutokea kipindi hiki. Ushirikiano wa watu wapya unaweza kuleta mafanikio. Epuka migogoro midogo midogo. Tunakuja nyota ya nge. Mabadiliko ya ndani yanaweza kutokea, na siri au ukweli fulani unaweza kufichuka. Mapenzi yanaweza kuwa makali zaidi. Tunakuja nyota ya mshale. Hamasa ya kusafiri au kujifunza kitu kipya itaongezeka. Mtu mpya anaweza kuingia maishani mwako. Epuka kusema maneno ya haraka ama kuongea haraka haraka. Tunakuja nyota ya mbuzi. Juhudi zako zinaweza kuanza kuzaa matunda. Kuna dalili ya mafanikio ya kifedha. Hakikisha pia unapata muda wa kupumzika. Tunakuja nyota ya ndoo. Ubunifu wako unaweza kukufungua milango mipya. Rafiki wa zamani anaweza kuwasiliana tena na wewe. Epuka mambo yasiyo kuhusu, kaa pembeni kabisa. Tunakuja nyota ya mwisho, ambayo ni nyota ya 12, nyota ya samaki. Nyota yenye moyo mzuri sana. Ndoto na hisia vinaweza kukuonyesha ujumbe muhimu sana. Kwa hiyo zingatia sana ndoto zako ambazo unazipata kwa kipindi hiki. Mapenzi yanaweza kuwa ya kina zaidi. Na mwisho wa mwezi unaweza kuleta habari ya furaha. Kwa hiyo zingatia hilo.